nashauri sana. Tena nashauri na napenda sana ushauri wangu usikilize kwa makini. Sasa imefikia wakati wa Tanzania tujiamini. Badala ya kungangania wakandarasi kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kutengeneza meli, mimi naamini kuna Watanzania humu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza hizo meli. Kuna mfano, kwa mfano kuna hawa Songoro wako Mwanza, MS Songoro. Mimi nitembelea ziwa Nyasa kule, nilikuta wametengeneza meli 2 za mizigo ambazo kila meli ya mzigo moja inapakia tani 1300. Ni nzuri kabisa na ni za kisasa. Nilijaribu kukagua, sikuona kama kuna kasoro yoyote. Lakini hawa Songoro wamepewa tena tenda ya kutengeneza meli ya abiria 200 na tani 350 za mzigo. Nilifika nikuta kwenye hatua ya asilimia kama 70. Ilikuwa ni nzuri kabisa, ya kisasa. Yaani kila kitu kiangalia ni cha kisasa. Sijui ni kwa nini bado mnang'ang'ania sana kuchukua wakandarasi kutoka nje ya nchi. Mimi natamani na ninapendekeza sasa muangalie hawa wakandarasi kutoka Tanzania. Hawa Songoro ninaamini wakipewa hii kazi wanaiweza kwa sababu moja. Kwanza, gharama za watu kutoka nje, wakandarasi kutoka nje ni kubwa sana. Lakini kumbe sasa hiyo tenda inatakiwa hiyo na loti 2. Tenda ya kutengeneza meli yenyewe, halafu na tenda ya kutengeneza infrastructure, miundombinu ya kutengenezea hiyo meli. Songoro miundombinu ya kutengeneza meli yanayo. Kwa nini hatumfikirii yeye? Kama naye amebidi, tafadhali naombeni mumfikirie, mumfanyie ukaguzi, mjiridhishe. Mkiona hawezi, basi mnaweza mkatafuta option nyingine. Tunahitaji sasa tumuunge mkono rais wetu kuhakikisha kwamba meli zinajengwa. Muda unakwenda na alishaahidi, na ni ahadi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba tutajenga meli mpya Ziwa Victoria. Tunataka ijengwe na watu wanaoweza kujenga wapo. Mtanzania huyo Songoro, mimi nimezunguka kwenye shughuli zake. Kama waandishi wa habari mnajua nimetengeneza hii MV hii kivuko hiki. MV Mwanza. Ni kizuri kabisa. Yaani huwezi kufikiria kama kimetengenezwa na Mtanzania mwenzetu. Lakini ni kizuri, kinafanya kazi nzuri, kinabeba watu wengi, alafu kiko salama. Na Dar es Salaam kuna kivuko tena nakitengeneza pale. MV Kazi pale. Wanavuka kutoka Kigamboni mpaka huku ngambo. Kizuri kabisa. Kwa nini tuna mashaka naye? Hebu kama amebidi muangalie gharama zake na vifaa alivyo navyo kuweza kutengeneza hiyo, ili muweze kumpa kazi. Tunataka huu ujenzi wa meli ya MV ya Ziwa Victoria ianze mara moja. Bahati nzuri serikali ya awamu ya 5 imeshatoa pesa, imeshatenga pesa kwa ajili hiyo. Na wewe unajua hii mvutano mara sijui huyu anataka kuja akutengenezee meli tena halafu tena atengeneze na miundombinu ya kutengeneza meli. Hii hatuwezi kuikubali. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, vile tuna kazi nyingine. Awali ya yote ni mshukuru mkuu wa mkoa kwa kuhudhuria hapa, lakini kwa mwanzo kabisa ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Magufuli kufufua korido hii ya kati ambayo ni muhimu katika uchumi wa Tanzania. Mpango wa chakula duniani, tumefanya utafiti wetu tukajiridhisha vya kutosha kwamba korido yetu sasa imeanza kufanya kazi. Na leo hii tunafungua historia mpya kwa wenzetu wa Marine Services ambao huduma nyingi tulikuwa tumeanza mwaka jana na reli mpaka Isaka, lakini sasa hivi wanakamilisha ngo ya mwisho ya kutoa mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Kampala, Uganda. Mzigo huu ambao tunauona ni miongoni mwa tani 15,000 ambao ndani yake kuna mafuta ya kula, kuna njegere na unga kutoka nchini Marekani, msaada wa watu wa Marekani kwa ajili ya wakimbizi wa South Sudan. Tani hizi 15,000 tumewapa shirika la reli ambalo linawakilisha wadau wengine katikati pale ambao ni Marine Services na Uganda Railway. Lakini haya tunayafanya baada ya kuwa tumefanya utafiti na kugundua ufanisi mkubwa ambao umefanyika na bandari ya Dar es Salaam, ufanisi mkubwa ambao umefanyika na Mamlaka ya Mapato Tanzania, ufanisi mkubwa ambao umefanyika na shirika la reli Tanzania, na sasa hivi watu wa Marine Services, na mwisho kabisa Uganda Railway. Katika uchumi wa usafirishaji,
Hii ndio tunaita intermodal services. Maana yake ni nini? Maana yake mfano huu unajionyesha kwamba huu mzigo unatoka kwenye godown la WFP Dar es Salaam, utakwenda moja kwa moja paka kwenye godown la WFP Uganda. Hiyo ndio door to door service, na ndio dunia ya usafirishaji ambao tunataka tuishi, ambao tupo hapa. Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli anayoyasema yanatekelezeka, sio maneno tu. Alisema kwamba Central Corridor itafunguliwa, imefunguliwa kabla ya muda ulioahidiwa. Ilisemwa ni miezi 9. Yeye aliongea na Mheshimiwa Rais Museveni mwezi wa Novemba mwaka jana. Leo tuko mwezi wa Julai mwanzoni. Miezi 7 tu takriban. Hii ni consignment ya pili sasa kwenda Kampala. Lakini cha pili ni kama alivyosema ndugu yangu wa WFP. WFP ni shirika, ni agency kwa maana ya wakala wa Umoja wa Mataifa. Kwa ni ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Nyinyi mnajua standards au viwango vya Umoja wa Mataifa. Hawajiingizi kwenye kufanya shughuli yoyote ambao mifumo yake si rafiki au salama. Kwa hiyo leo tunaposema Umoja wa Mataifa wameanza kutumia ruti hii ya bandari ya Dar es Salaam, reli ya kati kuja hapa kuunganisha kwenye huduma za marine services, kwa maana ya kutumia MV moja kwenda mpaka Kampala kupitia Port Bell. Maana yake wamejithibitishia kwamba njia hii sasa ni salama na ndio ina ufanisi wa hali ya juu. Kwa sababu mwisho wa siku kwenye biashara au shughuli yoyote ile lazima kuwe na ufanisi, kwa maana ya gharama ziwe chini, ziwe za ushindani, lakini la pili huduma iwe salama na iwe na tija kubwa zaidi. Leo wenzetu wamesema gharama imeshuka kwa 40%. Lakini cha pili usalama ni mkubwa. Lakini cha tatu, kutoka usafirishaji wa siku 10 bandari ya Dar es Salaam mpaka Kampala, leo wanazungumzia siku 4, na mzigo huu wa leo utafika ndani ya siku 3. Kwa unaona maboresho ambayo yanaendelea kufanyika. Lakini nirudie, bila Mheshimiwa Rais wetu kuwekeza, kutoa fedha kwa ajili ya uwekezaji katika miundombinu hii ya kimkakati, hii lisingewezekana. Lakini la pili, ni washukuru sana WFP kwa niaba ya Umoja wa Mataifa kwa kujenga imani na serikali yetu. Kwa sababu serikali imefanya, UN system imejenga uaminifu. Na kati ya shughuli mojawapo ya mfumo wa Umoja wa Mataifa ni kujenga uwezo wa nchi na mifumo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuleta hii biashara kwenye njia hii, maana Umoja wa Mataifa unafanya shughuli yake ya msingi ya kujengea uwezo nchi yetu, kujengea uwezo Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuwajengea uwezo wananchi. Kwa sababu wanapofikisha huduma, tunaambiwa hiki chakula cha wakimbizi wa Sudani ya Kusini. Kwa maana yake wenzetu wataokolewa, maisha yao yatakuwa salama zaidi kwa kufikishiwa chakula hiki. Lakini wenyewe wameona kufikisha chakula hiki kwa wakati, watumie njia hii. Kufikisha chakula hiki kwa usalama, watumie njia hii. Tumeambiwa leo tunasafirisha takriban behewa 18 ambazo watu wa WFP wametuambia wangetumia truck and trailer 27. Sasa mnaona faida inayokuja hapa. Uharibifu wa barabara, riski tu, hatari zilizoko njiani, ajali na nini. Kwa hata wale wenye magari wamepunguziwa riski katika biashara zao. Lakini na wengine wengi watafaidika katika mnyororo huu wa thamani wa biashara hii. Kwa mimi nirudie tena kumpongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini serikali nzima kwa ujumla, serikali ya Uganda bila kuisahau kwa maamuzi yake. Maana tumeona consignment ya kwanza, waziri wa usafirishaji wa mawasiliano wa Uganda aliipokea. Sisi tuliaga hapa, lakini aliipokea kule. Hii inadhihirisha umuhimu uliopo ambao umewekwa vile vile na serikali ya Uganda kwa faida ya njia hii. Lakini nichukua nafasi hii vile vile kuwashukuru sana shirika la reli TRC. Wanafanya kazi kubwa sana. Sasa hivi TRC kama mlivyosikia ndio sasa wamebaki kama link ya kusafirisha mzigo kati ya Dar es Salaam mpaka Kampala.
Kumbuka kwa Dar es Salaam mpaka Mwanza kuna kilomita 1252 za reli, lakini kile kipande cha kutoka Portbel kwenda mpaka Kampala cha kilomita 9, mashirika haya mawili ya shirika la reli la Tanzania na shirika la reli la Uganda wameshirikiana kuhakikisha kwamba ile reli inafufuka, na ilikuwa haifanyi kazi kwa muda wa miaka 10 mfululizo ya nyuma, ilikuwa haipo kabisa. Kwa muda mwingi mizigo yote mizito ya kutoka bandari ya Dar es Salaam ilikuwa inakuja kwa malori, kitu ambacho kwa kweli kwanza kabisa hata wateja wetu hawa kutoka Uganda ambao ni wateja wazuri sana walikuwa wanacheleweshia mizigo yao, lakini kulikuwa kuna riski mbalimbali za kufikishia mizigo yao salama, na tatu hata gharama hizo zilikuwa kubwa. Lakini kubwa zaidi kwa kweli ile malori mazito sana yaliyokuwa yanasafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuja mpaka Kampala ilikuwa inaharibu barabara zetu, kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tunashindwa hata kuyadhibiti, yameshabeba mzigo wa rafiki, wewe tuna kuanza kuzuia njiani, lazima uruhusu upite. Lakini sasa kitendo cha shirika la reli sasa kufufua reli yake hiyo ya kutoka Portbel mpaka Kampala imetusaidia sana. Tunashukuru sana ndugu zetu wa WFP kwa kuwapa kazi. Mimi nimeona kama mmewapa kazi shirika la reli, lakini ujue kwa kufanya hivyo mmewapa kazi vile vile mmewaajiri mamlaka ya bandari, wasimamizi wa bandari ambao ndio wanashughulika na ushushaji wa mizigo ya Uganda na kuiondoa mara moja kutoka bandarini. Kabla hapo mizigo ilikuwa kama muda mrefu, kwa sababu malori lazima yapange foleni, yaanze kupakia mizigo ndio yaanze kusafirishwa kwa njia ya barabara. Lakini sasa hivi wakipakua wanaingiza kwenye shirika la reli, shirika la reli linakuja linampasia MSCA, shirika la kampuni ya meli linapeleka Uganda. Tumepunguza sana gharama. Ndugu zangu, tumepunguza gharama kwa karibia 50%. Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli kwa jitihada alizofanya za kufufua shirika letu la reli na shirika letu la Marine Services. Tumejengewa uwezo sasa na tuna uwezo wa kufanya hizi safari za kwenda Uganda kuwa rahisi. Isingekuwa serikali tusingeweza kuwa tumefikia hapa. Lakini pia ningependa nimshukuru sana mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa John Mongela kwa ukaribu wake na hizi kampuni zote. Amekuwa akitushauri, akitupa maelekezo ambayo yampelekea kufikia hapa tulipofikia leo. Naombe tu jumuiya ya wafanyabiashara na wadau mbalimbali ambao wanapeleka mizigo yao Uganda waone kabisa kwamba tulivyoanza tulikuwa tunafanya. Wiki iliyopita tumepeleka mzigo ilikuwa bewa 5 tu, lakini leo tunapeleka bewa 18. Na hiyo inaonyesha kabisa kwamba kilikuwa sio kitu cha kubahatisha, ni kitu cha uhakika. Ni kwamba hii njia sasa imefunguka. Na tumeshazungumza sana, wenzangu wamezungumza umuhimu wa hii njia. Hii njia ni nafuu, hii njia ni ya haraka. Magari yalikuwa yanaenda siku 12, 14, lakini tunaenda sasa hivi, mara ya kwanza tulienda siku 4. Lakini sasa hivi mmesikia ni siku 2 mzigo umefika hapa, siku moja tutakuwa tumepunguza mpaka siku 3. Tunaagiza vifaa vingi vya kushushia na kupakia. Kwa mfano kama sasa hivi tunaleta crane, mobile crane ya tani 50 ambayo iko Dar es Salaam, itakuja huku pia. Kwa hiyo tunataka kuambia wafanyabiashara kwa sasa hivi waanze kutumia usafiri. Kwa sababu pia hata bei zetu sasa hivi ni shindani. Zimepungua karibia 50% kwa mzigo unaoenda wa transit unaoenda Uganda. Reli ikifanya kazi vizuri, wakipata maendeleo ya maisha yao, nina imani watakuwa na raha. Nina imani watapata raha sana. Hiyo ni imani, watapata raha sana. Ila kwa wale ambao watakuwa na zile tabia za kwenda kutaka kuiba, kufanya hujuma yote, kwa kweli kama tunavyozungumza sasa hivi wataendelea kupata tabu sana.